Asante kwa kuendelea kwa nasi na kuchagua mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Una nafasi pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Huko tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ. Lakini sawa pia kuungana nasi kupitia kurasa yetu ya michezo Instagram Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapa kupitia mshike hapo baadaye. Nizungumze na mchambuzi wa masuala ya soka Andrew Kinga Mkono kuweza kusikia kutoka kwake hatua hii ambayo Tanzania imefikia hivi sasa. Andrew, baada ya Africa Football League na matukio mengine makubwa, pengine ni finali ambayo ilihodhiwa na Zanzibar visiwani kule Zanzibar kwa maana New Amani Complex. Sasa hivi rasmi CAF wamethibitisha kwamba Tanzania itakuwa ndo mwenyeji wa mechi ya ufunguzi. Ni heshima kubwa kwa Tanzania, sio? Kabisa. Ni jambo kubwa kwa Tanzania. Na kwa hizi nchi tatu ulikuwa unaona nafasi ya Tanzania kuwa mwenyeji wa mechi ya ufunguzi au finali. Ilikuwa yani kuweza kuikwepa Tanzania kwenye nani? Hasa kutokana na ule wingi wa mashabiki ambao wanajitokeza kufuatilia michezo ya ligi kuu Tanzania na mashindano ambayo yanafanyika Tanzania. Kwa hiyo unaona CAF, watu wa mpira siku zote wanapenda mashabiki. Kwa hiyo kigezo kile kinatupa nafasi ya kuwa mwenyeji wa mashindano hayo kama sio finali basi mechi ya ufunguzi ilikuwa lazima moja wapo ichezwe hapo. Kwa hiyo naona tumepata nafasi ya kuwa wenyeji wa mechi ya ufunguzi. Ni jambo kubwa. Wadau wajiandae, timu zijiandae, na mimi tutakuwa na kitu kikubwa zaidi kinategemewa kuonekana katika mashindano hii yatakayofanyika Dar es Salaam kwenye mechi ya ufunguzi. Au sio? Maana najaribu kuangalia namna ambavyo hatua hii itakuwa, lakini pia namna ambavyo Tanzania imejiandaa na utayari wake rasmi kuelekea kwenye michuano hiyo na ufunguzi, hasa mchezo huo. Pengine mbali na mashabiki, unadhani kipi hasa kimefanya CAF kuvutiwa na kuona Tanzania inafaa kuwa kitovu cha uzinduzi wa michuano hii? Kingine ni uwanja wenyewe. Uwanja una sifa zote. Ukichukua marekebisho ambayo yamefanyika na serikali na TFF na wadau ambao wameshiriki kwenye kufanya marekebisho uwanja una sifa kila namna. Hata ile finali ambayo ya kombe la shirikisho ambayo imeenda kuchezwa Zanzibar mechi ya pili ni kutokana na mapungufu kidogo yalikuwa kwenye uwanja, lakini baada ya marekebisho yale kwa hiyo unaona uwanja unapata sifa za moja kwa moja kuwa mwenyeji. Lakini kingine hali ya Tanzania kwa ujumla, utulivu wake, unaona mazingira ya amani yapo, miundombinu ambayo inamalizwa kufanywa marekebisho madogo. Kwa hiyo unaona kuna kila sababu ya finali hizi kufanyika hapa. Watanzania wako tayari kupokea mashindano kwenye nyanja zote. Unaona Watanzania wana hamu ya mashindano. Ilikuwa ndoto yao siku nyingi, sasa yamekuja. Kwa hiyo naamini watafanya vizuri. Basi na shaka itakuwa ni kipimo sahihi cha AFCON 2027 kwa maana ya AFCON ya pamoja. Ngoja tuangalie makundi yanavyoonekana, tuone jicho la mchambuzi wetu hapa Andrew Kinga Mkono atuambie makundi haya yanavyoonekana na namna ambavyo yanaweza kutupa uhalisia wa kile ambacho tutakishuhudia, kwa sababu ukijaribu kuangalia pia kwa haraka pia mjadala mwingine umekuwa ni hapo, watu wanajaribu kuangalia kuona ni kwa namna gani makundi yatakuwa yanaonekana na nani atakuwa wapi hasa kwa wao wenyeji wa hii chani ya pamoja kwa maana ya Kenya, Tanzania pamoja na Uganda. Sasa haya ni makundi Kinga Mkono. Kuna kundi A mpaka D. Pengine tuanze kutazama kwa haraka nini kinakuvutia ama nini unakitazama cha kipekee kabisa kwenye kundi A? Kundi A naona Morocco wanaenda raundi ya pili kwa sababu wana timu nzuri na wana rekodi nzuri. Sasa hivi timu yao inafanya vizuri sana. Kwa hiyo naona Morocco wanaenda. Sasa kazi kwa Kenya kugombana na mabingwa mara mbili DRC Congo, au sio, kwa ili kupata nafasi moja ya kufuzu kwa raundi ya pili. Kundi hilo litakuwa Kenya, Nairobi. Kwa hiyo naona bado wenyeji wana kazi, wana mtihani mkubwa sana kwa sababu wana mabingwa hapa wa kombe hili wawili, Morocco na DRC Congo. Alafu kuna Angola, bingwa wa Kosafa juzi amechukua. Kwa hiyo naye ana timu nzuri. Ukiona kwenye Kosafa alivyocheza na Zambia, ana uzoefu wa mashindano. Kwa hiyo unamwona Kenya yeye hapa ndo mdogo katika ile kundi. Kwa hiyo ana mtihani mkubwa sana Kenya kutafuta nafasi ya kwenda raundi ya pili. Kuna Dar es Salaam Tanzania ambayo yenyewe itakuwa na hodhi kundi B ambalo lina Tanzania mwenyeji, lakini kuna Madagascar, nadhani tumepoteza juzi tu hapa dhidi ya Madagascar. Lakini pia kuna Mauritania, Burkina Faso na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Tanzania kwa nyumbani Dar es Salaam kwenye kundi B. Ni pagumu. Pamoja ya watu wanaweza kuliona ni kundi jepesi. Ukiwaangalia Burkina Faso wana timu nzuri na Madagascar, Mauritania tunakutana nao kwa mara. Sasa hivi wana timu nzuri, hata kwenye AFCON iliyopita walicheza walionyesha mchezo kiwango kikubwa sana. Sio? Na kwa hiyo unaona bado kuna ushindani kwa Tanzania pamoja na nafasi yetu ya kuwa wenyeji. Central Africa mara nyingi tumecheza nao. Labda kwa sababu ni wachezaji wa ndani na sisi tuna kikosi chetu kikubwa asilimia. Naona pia Kampala watakuwa wenyeji wa kundi C pamoja na kundi D ni visiwani Zanzibar, Senegal, Congo, Sudan na wengine. Kiufupi miji mikubwa yote ya Afrika Mashariki itahodhi
michuano hii kwa maana miji kubwa mitatu, lakini ukiacha hiyo pia visiwani Zanzibar na ukubwa wa Zanzibar yenyewe itahodhi pia kundi D. Sasa hii ni majukumu ya kila sehemu. Kwa mfano, ufunguzi itakuwa ni Dar es Salaam Tanzania Agosti 2 mwaka 2025, wakati fainali itakuwa ni Nairobi Kenya Agosti 30, 2025, huku mshindi wa tatu itakuwa ni Kampala kule Uganda. Haya ndio majukumu ya kila mmoja. Kubwa sana hiyo. Kabisa. Uwanja wetu wa Dar es Salaam unachukua mashabiki 60,000. Nadhani ndio uwanja mkubwa katika mashindano unachukua mashabiki wengi zaidi. Hata huwa finali hautochukua mashabiki hao. Kwa hiyo nadhani ni nafasi kwa Watanzania wengi kupata nafasi hii ya kwenda kushuhudia ufunguzi. Najua hatujawahi kuangusha watu kwenye kuandaa, na CAF atatusaidia kutengeneza mazingira mazuri ya kuandaa ufunguzi. Na itakuwa sherehe kubwa watakaopata nafasi, wasanii na wengine ambao watakaopata nafasi kwa ajili ya kufanya hii. Naamini watafanya kitu bora sana kwa ajili ya Afrika na kuonyesha kwamba 27 tuko tayari. Bwana, shukrani sana Kinga Mkono, tutapata saa mwingine kujadili mengi zaidi. Asante. Ni mchambuzi wa masuala ya soka ndio Kinga Mkono, nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa Tanzania kwa mwenyeji mchezo wa ufunguzi wa CHAN 2024. Muda huu tuangalie kile ambacho umetuandikia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Swali lilikuwa linahoji rasmi Tanzania kuandaa sherehe za ufunguzi wa michuano ya CHAN mwaka 2024. Je, nini kifanyike ni kunogesha sherehe hizo? Swali lilikuwa linauliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia kwenye kurasa zetu. Tukianza na Instagram, Azam TV Sports anaitwa Dr. Majid anasema maandalizi muhimu sana, tukianzia kwenye ubunifu wa kuonyesha asili ya Tanzania, lakini pia kuipandisha thamani kwa wageni watakaokuja na kutazama kwenye runinga, bila kusahau huduma za kijamii kuongezwa ili isije kuleta usumbufu na athari kwa wageni na wenyeji. Lakini pia Busongo Kaseka yeye anasema wa Mbogwe Geita, kwanza kabisa ni jambo la kujivunia kwa mashindano haya kufunguliwa hapa Tanzania. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa mfano wa kuigwa kwa mataifa mengine kwa kuandaa wasanii walio bora kabisa na kuvaa mavazi ya asili, mfano Kimasai, Kisukuma na kadhalika. Lakini Benjamin Mbere yeye anasema maandalizi ya timu yawe mazuri na pia maandalizi ya nje ya uwanja pamoja na siku husika ya tukio, walau waweze kupata na wasanii 3-4 watakaokuwa na hit kwa kipindi hicho, bila kusahau wawakilishe na vilabu vyetu watoe, washirikiane na vilabu vyetu ili watoe mawazo yao jinsi wanavyofanyaga matamasha yao. Ni miongoni mwa makubwa ambayo yametajwa hapa. Sina shaka anamaanisha Simba Day, Yanga Day, pengine na Azam kama Azam Festival ambao wanakuwa wanafanya matamasha makubwa hapa Tanzania. Anamaanisha kwamba waulize waone matamasha yao wanafanyaje, kiasi kwamba anakuwa na ubunifu. Lakini kwa ukurasa wetu wa Facebook anaitwa Chata Black Tanzania anasema kwanza kabisa ni heshima kwetu kwa sababu kupata fursa kama hii sio kwa bahati mbaya. Cha kufanya sasa ni sisi wa Tanzania kujaza uwanja siku hiyo ili hata kwenye fainali za AFCON ufunguzi ianzie tena hapa. Lakini Charles Trey Forte anajiita hivyo anasema Tanzania inapaswa kujifunza katika michuano mikubwa kama World Cup na FIFA Club World Cup na mashindano mengine kama UEFA kwamba huwa wanafanyaje, na hapo wajaribu kufanya kitu cha utofauti kunogesha sherehe hizo ambazo zitakuwa ni za world class level, akimaanisha hivyo. Lakini pia William Simon Tupa anaitwa hivyo anasema wadau wa mpira waitwe wakae kwa pamoja kupanga mikakati ya ushindi na kuacha tofauti zetu za Yanga na Simba. Ile kamati ya Saidia Taifa Stars ishinde ndo mahali pake. Lakini anasema pia timu ingie kambini mapema kujipanga, ikiwezekana hata uchaguzi wa TFF usogezwe mbele kidogo kupisha haya mashindano. Ni mtazamo wake kutoka Facebook. Tumalize na X zamani Twitter. Emmanuel Mtinya anasema binafsi naona kufanyike onyesho la utamaduni, wajumuishwe vikundi vya ngoma za asili kutoka mikoa mbalimbali kuonyesha utajiri wa utamaduni wa Tanzania. Wasanii wa muziki na wa asili wa kizazi kipya watumbuize kwa pamoja wakitumia ala mseto za jadi na kisasa. Hakika itanoga. Ametumia ala mseto kwa maana ya asili ya muziki wa Tanzania. Lakini Plamba anajiita hivyo anasema wasanii wavae vizuri na watumie majukwaa maalumu yatakayoandaliwa, sio kukimbizana na walinzi wao uwanjani, na pia maaskari waliovaa kijeshi na wenye silaha, magari ya polisi, mbwa au farasi wasiruhusiwe. Mpira sio vita. Amemaliza hivyo. Lakini pia Ibrahim Isa akimaliza anasema nikiwa Mwanza Kangaya, anasema binafsi naona viwepo vikundi vya ngoma, pia wasanii wa singeli wapewe nafasi ili watangaze muziki wa Tanzania. Hayo ni maoni ya wadau mbalimbali kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kuhusiana na hilo la Tanzania kwa mwenyeji wa mchezo wa ufunguzi wa CHAN 2024.
Muda huu tuangalie sasa yale makubwa ambayo tunayo kwenye muendelezo wa habari zetu leo. Bodi ya Ligi Tanzania TPLB imesema mechi za raundi ya 29 zimeenda vizuri licha ya kuendelea kupokea ripoti za michezo 8 ya raundi ya 29 ya ligi kuu ya NBC iliyochezwa hapo jana, na bodi ya ligi pia imegusia zaidi kuhusiana na namna raundi hiyo ilivyokuwa. Wapo ambao wameshatuma ripoti, lakini kuna zingine bado hatujapokea, lakini zile ambazo tumepokea zinaonesha mambo yalikuwa mazuri, na jambo kubwa zaidi ni kwamba michezo hii pia tunaifuatilia hapa ofisini. Tunaifuatilia michezo yote, tunatazama hapa. Wakati Azam Media Limited wanatisha kwenye chaneli 8 tofauti, na sisi hapa bodi ya ligi kuu Tanzania tulikuwa tunatazama chaneli zote na kujiridhisha kuhusu kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea viwanjani. Labda tu nikielezea kwa kifupi, niseme tu japo hatujakamilisha ripoti zote, kwa maana hatujapokea ripoti za maofisa wote, lakini kuna ishara za wazi zimeonyesha kwamba tulikuwa na siku bora jana. Tulikuwa na siku bora katika nyanja takriban 3. Eneo la kwanza ni namna ambavyo timu zimecheza. Wadau wameshuhudia burudani kubwa sana viwanjani. Tumeona mambo makubwa, soka la kiwango kinachoendana na hadhi ya ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Kila kitu kujishuhudia. Mtaani kwetu sisi bado wana stick na ile slogan ya raha ya mechi bao, na jana tumeona mabao mengi. Kwa hiyo ni furaha pia kwa wale wadau ambao wanapenda kuangalia mpira huku wakitazama mabao yanafungwa. Afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda akizungumza nasi kupitia mshike mshike hii leo. Ni mshike mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike, tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Kwa upande mwingine, kuelekea raundi ya 30 ya ligi kuu NBC, Karim Boimanda amesema wataongeza nguvu katika michezo hiyo ili kumaliza msimu vizuri. Kuelekea michezo ya mzunguko wa 30, na mipango ni ile ile. Tunatumia maafisa bora, tunatumia maofisa wetu wa bodi ya ligi kupita viwanjani kuangalia yanayoendelea, na kuna maafisa ambao wako dedicated kabisa wanakuwa ofisini kwa ajili ya kutazama michezo yote. Lakini kubwa zaidi tumewasiliana na klabu zetu kuzihimiza namna bora ya kucheza hiyo michezo kwa kufuata kanuni na sheria ili tumalize msimu vizuri. Kwa hiyo ni mambo ambayo muunganiko wake unakwenda kutupa uhakika wa kwamba tutapata mzunguko wa 30 ulio bora, na tutakwenda kutamatisha ligi Juni 25 kwa mchezo huo namba 184. Afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda. Sasa kuangalia mengi zaidi kuhusiana na kinachoendelea kuhusiana na bodi ya ligi Tanzania na michezo ambayo imesalia, tulitazame hili ambalo litatupa uchambuzi halisi wa kujua nini ambacho kinaendelea huko na uhalisia ulivyo, tukiwa tumebakiza michezo michache sana. Ni kukumbusha kwamba mpaka sasa tulipofika, tukiwa tumebakiza mchezo mmoja kasoro Simba na Yanga ambao wamebakiza dabi yao. Wafungaji bora wa ligi kuu NBC kwa msimu mpaka sasa, ambapo hali inaonekana Jean Shalewa magoli 16, assist 9 na akiwa na kadi ya njano moja, lakini Prince Pumelelo Dube magoli 13 kwenye ligi kuu mpaka sasa, assist 8, kadi ya njano moja. Leonel Lateba magoli 13, assist 4 akiwa hana njano hata moja, lakini Clement Mzize magoli 13, assist 4 akiwa na njano moja. Steven Dese Mkwala magoli 12, assist 3, hana kadi ya njano hata moja, na Jonathan Soa ambaye aliingia wakati wa dirisha dogo mwezi Januari mwaka huu akiwa na magoli 12, hana assist hata moja na ana kadi 5 za njano. Nyota wa Simba wametokeza hapo karibu mara 3, wakati huo pia kwa upande wa karibu mara 2, lakini pia mara 3 katika upande wa wananchi Young Africans. Tumeona hapo nyota wengine ambao wamejitokeza. Ratiba ya ligi kuu NBC Jumapili itakavyokuwa kwa maana ya Juni 22 mwaka 2025 katika uwanja wa Amani kule Zanzibar. Yanga atakuwa na minyana na Dodoma Jiji kule New Amani Zanzibar, na hii ni ile top 3 ama wale ambao wanashika nafasi 3 za juu. Wekundu wa Msimbazi Simba wao watakuwa KMC Complex Dar es Salaam kumenyana na Kagera Sugar. Ngome itakuwa live Azam Sports 2 HD. Fountain Gate watakuwa na Azam FC wanamenyana Tanzanite Kwara kule Manyara, na mechi zote zitapigwa muda mmoja, zikiwemo na zingine kukamilisha zile mechi 8 ambazo zitakamilisha mzunguko huo. Baada ya kutazama mechi hizi kubwa 3 ambazo zinahusisha top 3 ama wale watatu wa juu kwenye ligi kuu NBC,
Turejee kwenye kuangalia makubwa tulionayo kuelekea kwenye michezo hiyo. Kikosi cha wananchi Young Africans leo asubuhi kimefanya mazoezi kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michezo yake miwili iliyobaki ligi kuu NBC. Yanga imefanya mazoezi hayo ikitoka kuifunga Tanzania Prisons magoli 5-0 katika mchezo uliochezwa jana Jumatano uwanjani hapo. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe amesema wamefanya mazoezi hayo kabla ya kurejea Dar es Salaam leo jioni, ikiwa ni katika kujiandaa na michezo miwili iliyosalia dhidi ya Dodoma Jiji FC, pia watani wao wa jadi Simba. Kamwe alisema tayari wamepokea ripoti ya benchi la ufundi, lakini kwa sasa wameliweka kando hilo na wako tayari kuhakikisha wanapambana kupata ubingwa msimu huu. Tupongeze sana wachezaji wetu kwa kujituma, kuhakikisha wanatupa raha wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu Young Africans. Sasa ushindi huo sio mwisho. Mwisho ni tarehe 25. Kwa bado kuna mechi mbili za kucheza hapa. Kuna mechi ya Dodoma Jiji ambayo itafanyika siku ya tarehe 22 kule Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Alafu baada ya hapo kuna mechi ya mwisho sasa ya msimu ambayo itapigwa Benjamin Mkapa, na yenyewe ni Kariakoo Derby. Derby ambayo haina kipengele. Derby ambayo sisi wananchi tumeshasema tunakwenda kuicheza kiroho safi, moyo ukiwa mweupe, tunakwenda kwenye hiyo derby. Tunaamini hii michezo miwili inayofuata mbele ni michezo muhimu, michezo ambayo itakwenda kutupa picha sasa sahihi kwamba nini tumekipata kwenye msimu huu kwa upande wa ligi kuu ya NBC. Tayari tumeshapokea ripoti kutoka kwenye benchi la ufundi, inatuonyesha maeneo ambayo tuko imara msimu huu, inatuonyesha maeneo ambayo inabidi tuongezee nguvu kwa msimu unaofuatia. Lakini sasa hivi viongozi wetu kuanzia rais wa club mpaka mtendaji mkuu, akili yao ipo kwenye ubingwa. Ripoti imekuja, tumeituliza kwanza, tuna focus kwa tumalize hili jambo. Mwenyezi Mungu atujalie tuchukue ubingwa wa ligi, akatujalie isha tuchukue pia na ubingwa wa kombe la CRDB. Baada ya hapo sasa players wakiwa wamekwenda holiday, na ndio muda sasa viongozi wakae waanze kuchakata ya ripoti na tujue ni maeneo gani tuiongezee nguvu kwenye timu yetu. Kubwa la kuambia wana Yanga, la kuambia pia na Watanzania kwa ujumla. Neno letu Yanga Afrika kwenye hii mechi ni kwamba sisi tunacheza dabi kiroho safi. Mioyo yetu meupe, hatuna kona na mtu. Na hii dabi haina kipengele chochote kile, na hatutegemei mtu atoke nje aje na kipengele chake. Tukutane Benjamin Mkapa tarehe 25 inshallah, tuende tukacheze mechi kubwa, mechi ambayo itabeba hisia nyingi msimu huu. Kwa hiyo tuwaambie na majirani wasikie, Yanga tupo kiroho safi, tunasubiri tarehe 25 inshallah. Wakati vita ya ufungaji bora ikishika hatamu katika ligi kuu ya NBC, klabu ya Yanga imesema imeweka nguvu zaidi katika mafanikio ya kutoa ubingwa na sio kuwania kiatu cha mfungaji bora kwa wachezaji wake. Mpaka sasa Jean Shelea Hua wa Simba Sports Club anaongoza kwa ufungaji akiwa na magoli 16, akifuatiwa na Prince Dube na Clement Mzize, wote wa Yanga wakiwa na magoli 13. Sisi kama club, hii ni sema vizuri kabisa, kama club hatuna kipaumbele cha mtu binafsi. Kama club kipaumbele hapa ni timu, na timu inachopambania hapa ni ubingwa. Alafu hizi individual awards hizi zinakuja zenyewe, sio kwamba timu itaingia uwanjani iende ikamtengenezee magoli Dube, ikamtengenezee magoli Mzize, ikamtengenezee magoli Pakome. Hapana, timu inaingia uwanjani kwenda kutafuta pointi 3. Tazipata goli moja, goli akifunga Baka, goli akifunga Diara, wana Yanga watashangilia kwa sababu thamani ya hilo goli lina thamani ya pointi 3 ambazo ndio kitu cha msingi kwenye timu. Yaani msimu huu ukiisha, ikifika mwaka 2030 hatutakumbushana alikuwa top scorer, tutakumbushana alikuwa bingwa wa msimu. Kwa hiyo sisi nguvu yetu tumeiweka kwenye award ya timu. Haya mengine yakija sasa, kwa mfano Mzizi akifunga Dube, sisi tunafurahia, alafu mwisho wa msimu tutapiga hesabu. Kwa maana sasa hapa nani amefanikiwa kufunga magoli mengi, anaweza kuwania award gani, nani ameingia kuwania MVP, nani ameingia kuwania kiungo bora, nani anawania sijui beki bora. Yote hayo tutayafunga msimu ukishamalizika na target kubwa ya timu ikishapatikana ambao ni ubingwa. Tukisalia hapo kwenye kuwatazama wananchi, nahodha msaidizi wa klabu ya Yanga Dickson Job amesema yeye na wachezaji wenzake watapambana kadri wawezavyo na kadri ya uwezo wao ili kuhakikisha wanashinda mechi zilizobaki za ligi kuu ya NBC ili kutoa ubingwa. Akizungumza na Mshike, Job amesema kila mchezaji anayo dhamana ya kuhakikisha wanaendelea kufanya vizuri ili kuleta ubingwa wa NBC Premier League.
Hakuna lugha nyingi, hakuna lugha kubwa sana zaidi ya kwenda kupambana katika kila mchezo. Sababu kwa mchezaji mkubwa, mchezaji ambaye yuko klabu kubwa kama Yanga anatambua katika kila mchezo na mahitaji yake. Kwa hiyo ukiachana na sisi kama makapteni au benchi la ufundi kuongea na wachezaji, basi kila mchezaji anaelewa kwamba mashabiki zetu wanahitaji nini, viongozi wetu wanahitaji nini anapoelekea katika uwanja. Kwa hiyo muhimu anatambua kwamba lazima ninapoingia uwanjani nitoe 100% na timu iweze kupata matokeo. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo tunajivunia kwa kila mchezaji wetu, lakini pia sisi kama wachezaji kuweza kuhamasishana katika kila mchezo, na ukubwa tunasikilizana na tunafanya kazi ambayo imetufanya tuwe hapa na tunaipambania nembo ya Dickson Job huyo. Mshambuliaji wa Yanga Prince Dube huenda akakaa nje ya uwanja kwa siku kadhaa kufuatia majeraha aliyoyapata jana katika mchezo dhidi ya Tanzania Prisons. Daktari wa Yanga Moses Itutu ameuambia mshike kuwa Dube atafanyiwa vipimo zaidi Dar es Salaam ili kujua majeraha aliyoyapata yatamchukua muda gani kupona. Jana tumepata bahati mbaya, mchezaji mmoja Dube ameweza kupata majeruhi akiwa uwanjani. Ni assessment ya kwanza ambayo tumemfanyia, tunafikiria ni hamstring injury. Nyama za nyuma ya paja zimepata shida kidogo, kwa hiyo kuweza kufahamu ni kwa kiasi gani na kiasi gani anaweza akachukua muda kupona. Kesho tutapofika Dar es Salaam tutaweza kufanya vipimo, baadhi ya vipimo including MRI, and then tutaweza kuassess na kujua pamoja na treatment ambayo tutaweza kumpatia ili kuona kama tunaweza tukafanya ili aweze kurejea mapema zaidi kuliko muda wa kawaida. Tutajitahidi kuweza kufanya hivyo tuweze kuona inakuwaje. Kwa kupata majibu yote kwa kiasi gani ameumia na itachukua muda gani kuweza kurejea, nafikiri kwa kesho tutaweza kuwa na majibu hayo baada ya kuwa amefanya vipimo na tumeweza kufanya baadhi ya matibabu ya kwanza ili kujiridhisha kuona atarejea baada ya muda gani. Inategemeana na tunasema kwenye hizo hamstring injury kuna grade au kuumia kwa kiasi gani kwa nyama. Nyama inaweza kuwa imevutika tu kawaida, tunasema strain, au ikawa imevutika kiasi cha kwamba hadi imekatika, kufia kukatika. Na kukatika na penye kuna grade imekatika fiber baadhi tu za nyama, fiber zingine zipo au fiber zote za nyama zimekatika. Kwa hiyo ukifanya kipimo cha MRI kitakueleza ni stage gani hiyo kitu ipo, lakini kwa kawaida itategemea na jinsi gani nyama zilivyoumia, lakini usually kuanzia hiyo sprain ndogo ambayo tunasema minor muscle sprain, tukiinaweza katika minor muscle strain inaweza kuchukua wiki 2 mpaka wiki 6. Baadhi ya mashabiki wa Yanga kutoka mkoani Mbeya wamesema ushindi wa magoli 5-0 dhidi ya Tanzania Prisons ni salamu kwa watani wao Simba ambao watakutana nao Juni 25 mwaka huu katika ligi kuu ya NBC. Kama kiongozi wa Yanga mkoa wa Mbeya nimejisikia vizuri sana kwa ushindi huu. Kila kitu mpira ni mipango. Na hii mechi ilikuwa ngumu sana, kwa sisi tukajiandaa vizuri ili kuweza kuchukua pointi 3, kwa sababu bila hivyo, kwa sababu tunaenda kukutana na hawa jamaa tarehe 25, tuwajulishe kuwa na sisi tunaweza, tuna uhakika kabisa kupata ushindi tarehe 25. Ushindi tumeupokea vizuri kama wana Mbeya. Tuna ushindi tumeupokea vizuri na kwa furaha, na ni chachu kwetu kuelekea mechi ya dabi ya tarehe 25 ambayo tuna hakika tunakwenda kuweka rekodi ambayo Tanzania haijawahi kutokea kwa wakati Yanga na Simba. Tugeukia Gosi wa Kaya sasa, ambapo kocha wa kikosi hicho Joseph Lazaro amesema wamejipanga kuhakikisha wanafanya vizuri katika mechi yao ya mwisho ya ligi kuu ya NBC dhidi ya Tabora United, huku akisisitiza kuendelea kuamini vijana katika msingi wa mafanikio yao. Coastal Union Joseph Lazaro anasema kwamba katika mechi hii wamepata nguvu mpya ya kufanya vizuri katika mchezo unaofuata dhidi yao na Tabora. Mechi yetu haiwezi kuwa ngumu hata kidogo, kwa sababu moja kwa moja imetubusti, imetupa morali. Ugumu utakuwa tutaka matokeo tu. Shukuru Mungu na washukuru sana wachezaji wangu na wapenzi wa Coastal Union. Fountain Gate wanahakikishia mashabiki zao kwamba hawatashuka daraja, watapambana ili waweze kusalia ligi kuu. Game imekwisha, tunashukuru kwa matokeo haya, tunajipanga kwa mchezo wetu unaokuja nyumbani na Mungu akipenda tutashinda. Kwa sasa Coastal Union imefikisha alama 34 huku Fountain Gate ikisalia na alama zake 29. Kutoka hapa jijini Tanga, Mariam Shedafa, Azam Sports. Kocha ambao walizungumza hapo jana mara baada ya mchezo wao kumalizika. Tugeukie uwanja wa Kusini sasa na Namungo FC ambao wameanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya KenGold utakaochezwa Juni 22 mwaka huu kwenye uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani humo. Akizungumza na mshike kocha wa Namungo Juma Mgunda amesema katika mchezo huo watahakikisha wanashinda ili wamalize ligi wakiwa sehemu salama. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo yetu ya jana.
ya mchezo wetu ambao tumecheza na Kagera. Ni mechi ambayo kama nilivyosema awali, siku zote kumcheza na mtu ambaye hana cha kupoteza na anataka kuonyesha kwamba ni bado timu nzuri, ni kama ulivyoona jana. Kwa hiyo kwanza nishukuru wale matokeo niliyopata, sio mazuri, lakini kupata alama moja katika mchezo uliopita ni kwamba tunaenda kujipanga sasa kwa mchezo unaokuja tunafanya vizuri na kupata matokeo yaliyokuwa mazuri ili tuone kwamba tunamaliza ligi tukiwa katika mikono salama. Kwa hiyo mimi kama mwalimu na technical bench yangu tutakaa na wachezaji wangu kuwaonyesha kabisa mechi ya mwisho ambayo ina umuhimu wa kipekee. Tutaenda kufanya vizuri ili kupata matokeo yaliyokuwa mazuri na inshallah kwa uwezo wa Mungu heri itapatikana. Niongea na wachezaji wangu wa 12 wana Ruangwa. Wanajua kabisa hivyo, wanaelewa hivyo. Angalia support waliokuwa nao jana kwenye mchezo ambao umeona, na naamini kabisa katika mchezo utakuja watakuja kuisupport timu yao kwa sababu wale ni wachezaji wangu wa 12, sio? Kwa hiyo naamini nao pia wataplay part yao kisha kwamba mchezo wa mwisho tunapata matokeo yaliyokuwa mazuri na mwisho yote ndio kujipanga na msimu ujao. Juma Mgunda, kocha wa Namungo FC. Afisa mtendaji mkuu wa Kagera Sugar Thabit Kandoro amesema wamepambana kutoka suluhu na Namungo FC licha ya kuwa tayari wameshuka daraja katika ligi kuu ya NBC, kwani lengo lao kwa sasa ni kulinda heshima ya nembo ya timu yao. Kandoro amesema upinzani wao pia utakuwepo katika mchezo wao wa mwisho dhidi ya Simba Sports Club Juni 22 mwaka huu Dar es Salaam. Kwanza tunathamini mpira, lakini pia tunathamini nembo ya Kagera Sugar. Nembo ya Kagera Sugar inakupasa upambane hata kama ukiwa wewe dhidi ya dunia nzima. Kwa hiyo hayo mambo ambayo yakienda na sisi na nidhamu yetu katika mpira na nidhamu yetu katika nembo yetu inatusababisha sisi tuweze kupambana kwa muda wote. Kwa hiyo mapambano yetu yalikuwa yanaonesha kwamba tunauheshimu mpira, tunawaheshimu mashabiki, tunawaheshimu wapinzani wetu na tunajiheshimu sisi wenyewe, kwa sababu kama tungecheza tu ili mradi tu tufungwe ilikuwa tunaleta dharau kwa mpira, tunaleta dharau kwa waajiri wetu, nembo yetu, wapinzani wetu na mashabiki. Kwa hiyo nadhani pia hiyo ilileta kuweza kuleta mchezo mzuri. Vijana walipambana kutaka kuonesha kwamba haijalishi tumepoteza msimu mzima, lakini ni lazima tuoneshe uwezo wetu na thamani ya nembo yetu. Tumefarijika, lakini yalikuwa ni maandalizi mazuri ya kuelekea mchezo wa mwisho. Kwa hiyo tunachukua hali chanya kwamba yametokea. Naam, unaendelea kutazama Mshike na tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike hii leo, lakini je, ni yepi ambayo tutakuwa nayo kwenye sehemu ya pili ya Mshike? Machache kati ya mengi ambayo tutakuja kujuza ni pamoja na haya. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika michezo ya CRDB Bunge Bonanza. Na michezo ya UMITASHUMTA yahitimishwa Iringa kwa timu ya mkoa wa Mwanza kuibuka mshindi wa jumla. Huu ni Mshike, twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Ni Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Karibu tuendelee kujuzana yaliyojiri kwenye Mshike hii leo, ikiwa ni sehemu ya pili ama nusu saa ya pili. Uwanja wa Fez Sports Complex uliopo katika mji wa Fez nchini Morocco tayari umekamilika kwa ajili ya fainali za Kombe la Mataifa Afrika AFCON 2025. Kwa takriban miezi 13 uwanja huo ulikuwa kwenye kipindi cha maboresho ya baadhi ya miundombinu yake muhimu na tayari kwa AFCON 2025 itakayoanza kutimua vumbi mwezi Disemba mwaka huu. Maboresho hayo yanakwenda sambamba na maandalizi ya fainali za Kombe la Dunia mwaka 2030 ambazo zitafanyika Morocco, Hispania pamoja na Ureno. Mkurugenzi wa kanda wa kampuni ya kimataifa inayoshughulisha na ujenzi pamoja na utunzaji wa viwanja vya michezo Sonages amesema maboresho yaliyofanyika yamefanya idadi ya watazamaji uwanjani hapo kwa sasa kuwa 35,000. Tuendelee kuangazia mengine makubwa na sasa tugeukie EPL. Ratiba ya msimu mpya wa ligi kuu ya England EPL 25-26 imetoka rasmi hapo jana, lakini mjadala uliopo sasa ni kuhusiana na baadhi ya klabu kulazimika kuwakosa wachezaji wake muhimu kwa baadhi ya mechi za mwezi Disemba
na Januari. Ni wakati huu ambapo Afrika na dunia nzima itakuwa nchini Morocco kushuhudia fainali za Kombe la Mataifa Afrika ambayo itaanza kutimua vumbi Disemba 21 mwaka huu na kumalizika Januari 18 hapo mwakani. Inawezekana huu ukawa ni wakati mwingine wa vuta ni kuvute kati ya vyama na mashirikisho ya soka Afrika dhidi ya vilabu mbalimbali EPL. Na kwa mwezi Januari, raundi ya 3 ya FA Cup itakuwa ikiendelea, huku nusu fainali ya kwanza ya Carabao Cup pia itachezwa pamoja na mechi zingine za Champions League ama ligi ya mabingwa barani Ulaya. Ili kujua undani kuhusiana na hilo ambalo lilizua kizaazaa na migogoro kadhaa, ikiwemo timu kama Liverpool, Jurgen Klopp aliwahi kuzungumza maneno mazito dhidi ya soka la Afrika baada ya kuwa atajua kuwakosa nyota wake kadhaa, ikiwemo Sadio Mane pamoja na Mo Salah. Hatimaye linakwenda kujirudia tena kwenye AFCON ambayo itafanyika mwezi Disemba mwaka huu. Mdauni zungumza na Godlisten Muro kusikia mtazamo kutoka kwake. Muro, kwenye AFCON ambayo tulikuwa mimi na wewe hapa tukichambua, kama utakuwa unakumbuka, kabla haijaanza kulikuwa kuna pressure kubwa sana. Makocha ambao walikuwa wameingia kwenye trend ya kuwa na mjadala mkubwa kiasi kama mpaka wakaja wakajibiwa pale. Nadhani ni Sebastian Haller pasina shaka aliwajibu baadhi ya makocha na walimu ambao wanawakataza wachezaji wao kushiriki AFCON, akisema kwamba sio sawa kwa sababu kama ingekuwa ni Euro na michuano mingine pengine wangewaruhusu. Na mvutano ule mbali zaidi. Jurgen Klopp alalamika, aliondokewa na nyota wake wawili wakubwa, Sadio na Mo Salah. Ni kama unatarajiwa kutokea tena Disemba mwaka huu. Unatarajiwa kutokea, na ni kwa sababu ya ratiba iliyopo. AFCON itaanza Disemba 18, Disemba 21 mpaka Januari 18. Na hao ni baadhi ya nyota ambao wanaweza wakakosekana huko. Kabisa. Ryan Al-Nouri yuko Manchester City, ametoka Wolves. Kwa upande wa Algeria wamefuzu. Nusair Masraoui kwa upande wa Manchester United. Wachezaji watatu hao, Amad Diallo, Ivory Coast, Andre Onana. Lakini inawezekana pia kama wakampata Bryan Mbeumo kutoka Brentford ambaye ni Mkameruni. Ikitokea wamempata Manchester, inawezekana na mchezaji wa 4 hapo. Lakini Nicolas Jackson, ndio maana Chelsea wamepambana kumpata Liam Delap, striker yule. Lakini Mohamed Salah kwa upande wa Misri, kumbuka ameshahusika kwenye mabao 47 msimu huu kwa Liverpool, 29 ya amevunja rekodi kibao pia. 16 assist. Na hao ni wana Champions League pia msimu ujao. You understand. Lakini Yves Bissouma kwa upande wa Mali, huyu ametoka kuwapa Tottenham Hotspur ubingwa wa Europa msimu huu. Yeye pamoja na Pape Matar Sarr. Kwa utaona mataifa yao, Pape Matar Sarr huyu anatoka Senegal, lakini utaona mataifa yao ni yanawahitaji kwa sababu ni wachezaji pia muhimu ndani ya vikosi vyao. Kwa hiyo utaona pia hata baadhi ya mechi kubwa ambazo zitakuwa zinapigwa Disemba. Kumbuka AFCON itaanza Disemba 21. Which means Disemba 20 kuna mechi ya Aston Villa na Manchester United. Villa Park sio mahala salama sana. Hivi kuna nyota waliwahi kupandishwa ndege siku moja kabla ya mechi mbili, sio kwenye AFCON. Imeshatokea tena AFCON iliyopita. Lakini Newcastle dhidi ya Chelsea, St James Park. Unaongelea Chelsea watakuwa wanamkosa hapo Liverpool. Na Januari Liverpool atakuwa na Champions League, atawakosa baadhi ya nyota wake. Kabisa. Na hapa sana sana anazungumzwa Mo Salah kwa sababu kwa Liverpool ndio mchezaji ambaye anafanya vema sana kwa upande wa barani Ulaya, lakini akiwa anawakilisha taifa lake la Misri, na si tu kwamba anaitwa kwenye timu ya taifa, anaitwa na impact ya moja kwa moja. Kuna wengine hawa Jumamosi tarehe 27 Chelsea atamenyana na Aston Villa, Manchester United na Newcastle, Arsenal na Aston Villa. Hivi Arsenal nani yupo pale? Arsenal tunamzungumza Thomas Partey. Moja kati ya watu muhimu sana kwa kikosi cha Black Stars Ghana. Lakini utaona pamoja na kuwa hawashiriki. Lakini Ghana hayupo, hawashiriki. Lakini tunazungumza tu kwa maana ya mchezaji anayecheza Arsenal anayetoka Afrika ni Thomas Partey peke yake. Lakini tutaona Manchester United dhidi ya Newcastle hapo tarehe 27. AFCON itakuwa na siku 6 tayari. Kwa tayari kutoka kuna mechi hizi nyingine ambazo zinawategemea moja kwa moja. Ndio maana Manchester United kuna wakati wanaonekana wako interested na baadhi ya wachezaji muhimu kureplace hao magepu. Nani atakuwa mbadala wa Onana kwa wakati huo? Nani atakuwa mbadala wa Nusair Mazraoui kwa wakati huo? Lakini angalia mechi ya Arsenal na Liverpool. Kuna hii moja dume sana. Manchester Derby. Manchester United na Manchester City Jumamosi tarehe 17. Ni kama siku moja au mbili kabla ya finali. Siku moja kabla ya finali. Sasa finali ya AFCON itakuwa Januari 18. Kwa hiyo Januari 17 unazungumza Man United wakiwa wanamkosa Amad Diallo, Andre Onana, kama itakuwa pia Bryan Mbeumo, Nusair Mazraoui. Man City moja kwa moja Omar Marmoush kutoka Misri
bila kumsahau Ryan Aitnuri ambao wamemtoa kutoka Molineux Stadium, maskani ya Wolverhampton Wanderers. Tai sana. Ngoja tusubiri tuone, maana mambo yalikuwa mengi, walikuwa wanatupa sana maneno. Bana, shukrani. Tutafuta wasaa mwingine pia kujadili mengi zaidi. Cheers. Ni Godlisten Muro, tutakutana kwenye AFCON hiyo 2025 Disemba mwaka huu, na pasina shaka itakuwa live kwenye kisimbuzi chako cha Azam TV. Tuendelee kuangazia mengine kutoka hapa nyumbani. Mratibu na msimamizi wa maandalizi ya Taifa Cup Dr. Derek Mafuru amewataka wadau wa mpira wa kikapu kujitokeza kwenye mashindano ya mchezo huo hivi karibuni. Licha ya kuwakaribisha wadau hao, pia Mafuru amesema wanatarajia kufanya vizuri mwaka huu tofauti na miaka iliyopita kutokana na maandalizi makubwa ambayo wamekwisha yafanya. Maandalizi mpaka sasa kuhusu swala la uwanja, nahisi kama mnavyoona tayari viwanja vilishaandaliwa, viko tayari kwa ajili ya mashindano. Lakini vile vile maandalizi kuhusu timu wenyeji, maandalizi yanaendelea na timu iko vizuri. Vile vile tunawakaribisha wageni kutoka mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuja kushiriki Taifa Cup 2025. Vile vile tunawakaribisha familia ya jiji la Dodoma, ndugu, jamaa, marafiki, wapenzi wa mpira kikapu, wapenzi wa michezo, kuja kushiriki na kuweza kuisapoti timu yao ya mkoa wa Dodoma ambayo inashiriki mashindano haya kama wenyeji kwa ajili ya kuweza kuleta hamasa kwa wachezaji pamoja na mchezo wenyewe. Na tuendelee kuangazia mengine makubwa. Michezo ya umoja wa michezo na taaluma za shule za msingi Tanzania UMITASHUMTA imethibitishwa na kuhitimishwa hii leo mkoani Iringa kwa timu ya mkoa wa Mwanza kuibuka mshindi wa jumla wa michuano hiyo. Kutoka huko mwenzetu Mohamed Nyaulingo anaarifu zaidi. Michezo ya UMITASHUMTA imejumuisha zaidi ya wanafunzi 3,000 kutoka mikoa yote 26 ya Tanzania bara na michezo 8 ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa wavu, mpira wa mikono, riadha, netball na hata mchezo wa cricket ambao kwa mara ya kwanza umepewa nafasi katika mashindano haya. Akifunga mashindano haya, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Omar Kipanga amesema serikali kupitia mkondo wa elimu ya amali ina lengo la kuibua vipaji vingi zaidi kwa wanafunzi nchini, akimtaja mchezaji nyota wa kimataifa Mbwana Samata kama mfano hai wa mafanikio yaliyotokana na kuibuliwa kwa vipaji tangu ngazi za awali. Kuhusu changamoto zinazoikabili sekta ya michezo, naibu waziri amesema uhaba wa walimu wa michezo pamoja na vifaa vya kufundishia na kuendeleza vipaji mashuleni basi ni jambo ambalo litapewa kipaumbele na serikali kwa siku za usoni. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI anayeshughulikia elimu Atupele Mwambana amesema lengo kuu la mashindano hayo ni kuimarisha afya, nidhamu, ushirikiano na kuongeza ufaulu wa kitaaluma kwa wanafunzi. Uendelezaji wa UMITASHUMTA unatekeleza azma ya serikali ya kukuza sekta ya michezo na sanaa kwa kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya wanafunzi wa shule za msingi nchini. Kinachofuata hivi sasa ni michezo ya UMISETA kwa shule za sekondari. Nani kuibuka mshindi? Muhammad Nyaulingo, Azam Sports, Iringa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika michezo ya CRDB Bunge Bonanza itakayofanyika Jumamosi hii Juni 21 kwenye viwanja vya shule ya sekondari John Merrin jijini Dodoma. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa Bunge Bonanza Festo Sanga katika hafla ya mapokezi ya vifaa kutoka kwa wadhamini wa bonanza hilo ambao ni benki ya CRDB. Tutakuwa na mchezo wa mpira miguu ambao tutahusisha sisi bunge pamoja na benki ya CRDB na watumishi wa CRDB. Lakini tutakuwa na mpira wa pete ambao utashirikisha bunge na PSSF. Lakini tutakuwa na mpira na mchezo wa kuvuta kamba wanaume utakuwa ni bunge dhidi ya maliasili na utalii, Wizara ya Maliasili na Utalii. Lakini tutakuwa na mchezo wa kuvuta kamba wanawake utakuwa ni bunge dhidi ya Wizara ya Uchukuzi. Tutakuwa na mpira wa kikapu itakuwa ni bunge dhidi ya BOT kwa maana benki kuu. Tutakuwa na mpira wa kikapu wanawake itakuwa ni bunge dhidi ya CRDB. Lakini tutakuwa mpira wa wavu wanaume ni bunge dhidi ya NSSF. Lakini tutakuwa na mpira wa kikapu wanawake bunge dhidi ya UDOM.
Kwa mfahamu kwamba hii ni michezo ya ushindani, lakini kuna michezo ya burudani ambayo tuko nayo ya marathoni, kucheza bao, kucheza karata, kufukuza kuku na michezo mingine mingi. Naam, ni Festo Sanga, mbunge lakini pia mratibu wa michuano hiyo. Na taarifa hiyo inatupa wasaa mfupi wa kwenda kwenye mapumziko mafupi kuvuta pumzi kidogo. Tutarejea baada ya dakika chache, usiondoke. Naam, kuelekea mbio za NBC Dodoma Marathon, kampuni ya bima ya Sanlam ambayo ni mmoja wa wadhamini wa mbio hizo imesisitiza itatumia mbio hizo kufikisha elimu zaidi kuhusiana na umuhimu wa bima kwa wakazi wa Tanzania. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano NBC Godwin Semunyu amewataka wadau wa mbio hizo kuendelea kujisajili kushiriki NBC Dodoma Marathon. Safari ndefu ambayo inahitaji kuungana mkono na jamii nzima. Na nikizungumza jamii, nazungumza wale wakimbiaji mmoja mmoja ambao mwenyekiti alishasema jinsi tunavyo kujirejista, lakini pia kuna makampuni. Kwa hivyo leo tunamtambulisha kwenu Sanlam Insurance. Naomba tumpige makofi huko mlipo. Sanlam amekuwa na sisi kwa mwaka wa 6 sasa. Ni kampuni ya bima, kampuni kubwa sana ambayo imeshirikiana na sisi. Inaweza kusema katika hao kina mama 1800 ambao wamerudi nyumbani na kupona kabisa, mchango sana mupo. Kwa hiyo wameokoa maisha, na ukimwokoa mama mmoja umeokoa familia nzima. So sisi leo tuko hapa kwa sababu yao na kuwatambulisha rasmi kama mdau wetu wa kufanikisha. Tunaunga mkono malengo ya marathon ya NBC ambayo pamoja na mengine ni kupata fedha ili kusaidia juhudi za serikali katika kuchunguza na kutibu ugonjwa wa kansa ya shingo ya kizazi, na vile vile unathamini mafunzo kwa wakunga ili kukuza weledi wao katika kutoa huduma kama wakunga. Sote tunatambua umuhimu wa wanawake katika maendeleo ya nchi yetu. Hivyo juhudi zozote za kuokoa maisha na kuimarisha afya zao ni za kuungwa mkono. Lakini vile vile tunatambua umuhimu wa mazoezi katika kuimarisha afya zetu, na hii nayo ni sababu nyingine ya kwa nini tumeungana na NBC ili kufanikisha marathon za mwaka huu. Baraza Kuu la Michezo la Taifa BMT limetangaza rasmi kwa uchaguzi mkuu wa chama cha waamuzi wa ngumi za kulipwa nchini utafanyika Julai 12 mwaka huu. Aidha, mchakato wa uchukuaji fomu unaendelea kama ambavyo unathibitishwa na Najaha Bakari ambaye ni afisa uhusiano na mawasiliano wa baraza hilo. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba vyama vyote vinakuwa na utawala bora, na utawala bora lazima upatikane kwa vyama kufanya chaguzi kwa mujibu wa katiba zao. Katika vipindi ambavyo wanatakiwa wafanye uchaguzi, basi wafanye kwa mujibu wa katiba zao na sio kukaa tu mpaka baraza waanze kuwakumbusha. Kwa hiyo tumetangaza uchaguzi wa chama cha waamuzi wa ngumi za kulipwa nchini ATPBRO ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 7, na usaili utafanyika siku moja kuelekea kwenye uchaguzi huo ambao ni tarehe 11. Na katika kunufaisha juhudi za Rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuinua sekta ya elimu, afya pamoja na mazingira, mashirika mbalimbali yameendelea kujitokeza kushirikiana na waendeshaji wa baskeli ambao wamekuwa wakimwenzi Mwalimu Julius Nyerere kila mwaka, huku msafara huo wa Twenzetu Butiama kuanzia mwezi wa 7 mwaka huu. Butiama tunafanya hili kwa ajili ya kumwenzi Nyerere na tunafanya hili kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu, na kama ambavyo tunafahamu haya mambo hayawezi kufanyika bila kushirikiana na wadau. Kwa hiyo hii ni uthibitisho kwamba jambo hili lina umuhimu, na tunawashukuru hawa wadau ambao tumeanza nao, lakini pia tunawakaribisha mshiriki na sisi kuendesha baiskeli. Tutaanza tarehe 3 mwezi wa 7 na tunategemea kuhitimisha tarehe 13 mwezi wa 7 kule Butiama kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tutakuwa na ufunguzi tarehe 2 mwezi wa 7 hapo nyumbani kwa Mama Maria kabla ya kuanza rasmi tarehe 3 mwezi wa 7. Kwa hiyo mwisho kabisa ni washukuru. Ninasema nawashukuru kwa sababu ni jambo ambalo hatuwezi kuacha kushukuru. Lakini kwa niaba ya uongozi wa Twende Butiama
tunaamini tutaendelea kushirikiana ili tuweze kulipeleka hili gurudumu mbele zaidi ya pale ambapo tulikuwa tunafikiria. Na kimataifa, Emily Odekastara, waziri wa michezo wa Ufaransa, amethibitishwa rasmi kuwa rais wa kamati ya Olimpiki ya Ufaransa CNOSF. Mwanasiasa huyo na mfanyabiashara maarufu nchini humo ambaye amewahi kuiwakilisha Ufaransa kwenye michuano ya tenis ya US Open, French Open pamoja na Wimbledon, alikuwa mgombea pekee wa nafasi hiyo, na hiyo ni baada ya Didier Samenet kujiondoa siku 10 zilizopita kwa kile anachodai kuwa ni kukosekana kwa usawa na kuwepo kwa shinikizo kubwa la kisiasa na taasisi. Kutoka hapo tutazame hili. Mshambuliaji wa Chelsea Liam Delap ni miongoni mwa wachezaji 6 wanaowania tuzo ya mchezaji kijana wa mwaka ya PFA. Delap anaungana na Miles Lewis Skelly na Ethan Mweneri wa Arsenal, Milos Skeves wa Bournemouth pamoja na Morgan Rogers wa Aston Villa pamoja na beki wa zamani wa Chelsea Dean Hussein kuwania tuzo hiyo ambayo itatolewa Agosti 19 mwaka huu mjini Manchester. Nyota huyo amejiunga na Chelsea mwezi huu akitokea Ipswich ambapo alifunga pia magoli 12 msimu uliopita wa ligi kabla ya waajiri wake wa zamani kuporomoka daraja. Naam, anakwenda kuungana na vijana wenzake huko Chelsea kuweza kupambania hiyo. Lakini baada ya hapo tukamilishe na muhtasari japo kwa uchache tu kuangalia yale makubwa ambayo tulikuwa nayo. Machache kati ya mengi tulokujuza ni pamoja na haya. Tanzania kuandaa sherehe za ufunguzi wa michuano ya CHAN mwaka 2024. Kikosi cha Yanga chafanya mazoezi jijini Mbeya leo asubuhi kujiandaa na mechi zake zilizosalia. Na uwanja wa Fez Sports Complex uliopo katika mji wa Fez nchini Morocco uko tayari ukiwa umekamilika kwa ajili ya AFCON 2025. Mpaka hapo hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha mshike hilo, tukutane hapo kesho. Uwe na usiku mwema.